mwito wetu na kupitia kwenu tuweze kuzungumza na Watanzania kupitia baadhi ya vyombo vyenu vya habari. Juzi na jana alinukuliwa kamanda wa polisi kanda maalumu Dar es Salaam, Jumanne Muliro, akisema mambo kadhaa kuhusiana na matukio ya kukamatwa, kupigwa, kuteswa kwa viongozi na wanachama wa Chadema yaliyotokea tarehe 24 mwezi Aprili mwaka huu wa 2025. Pamoja na mambo mengine, Kamanda Muliro amenukuliwa akisema kwamba katika siku hiyo ya tarehe 24 jeshi la polisi liliwakamata viongozi wawili wa Chadema pekee, na akamtaja makamu mwenyekiti bara Mheshimiwa John Heche, na akanitaja na mimi katibu mkuu John Mnyika. Lakini pili, Kamanda Jumanne Muliro akasema hakuna viongozi wengine na wanachama waliokamatwa siku hiyo, na akasema kwamba hakuna waliopigwa na jeshi la polisi katika matukio hayo ya tarehe 24. Tumewaita pamoja na mambo mengine kuwaeleza kwamba kamanda wa polisi kanda maalumu Dar es Salaam, Jumanne Muliro, ametoa taarifa za uongo juu ya yale yaliyotokea tarehe 24 mwezi Aprili mwaka 2025. Kwanza, kwa kamanda wa polisi Muliro kudai kuwa walikamatwa viongozi wawili peke yake, taarifa yake inakinzana hata na taarifa ambayo jeshi la polisi lilitoa tarehe 24 mwezi Aprili mwaka 2025. Taarifa ya jeshi la polisi ya tarehe 24 mwezi Aprili mwaka 2025 ilisema katika matukio ya tarehe 25, pamoja na kuwa na taarifa yenyewe nayo ilikuwa ya uongo, lakini taarifa hiyo ya tarehe 24 ilisema jumla ya viongozi na wanachama 5 wa Chadema walikamatwa. Na taarifa hiyo ya tarehe 24 mwezi Aprili ya jeshi la polisi ilitaja watu 5. Ilitutaja mimi na Mheshimiwa Heche, lakini iliwataja vile vile Chacha Heche Suguta, Swezi Dani na Rudufu na James Mseti. Kwa hiyo taarifa ya jeshi la polisi lenyewe tu inakinzana na taarifa ambayo Kamanda Muliro ameisema. Lakini uongo wa Kamanda Muliro ni mkubwa zaidi, kwa sababu viongozi na wanachama waliokamatwa na kupigwa tarehe 24 mwezi Aprili katika mkutano nanyi na waandishi wa habari tuliwaeleza kuwa jumla walikuwa ni 22. Lakini baadaye tukapata taarifa za ziada mpaka ninavyozungumza na nyinyi mpaka hivi sasa ni kwamba jumla ya wanachama na viongozi waliokamatwa na kupigwa siku ya tarehe 24 mwezi Aprili mwaka huu wa 2025 ni jumla ya watu, wanachama na viongozi na waandishi wa habari, jumla watu 25. Kwa kitendo cha Kamanda Muliro kusema kuwa matukio yale yamehusisha watu wawili tu peke yake, nasisitiza kwamba Kamanda Muliro ametoa taarifa za uongo. Na leo kupitia mkutano nanyi waandishi wa habari tutawaonyesha vile vile ushahidi wa video wa baadhi wa sehemu ya watu waliokamatwa,
waliopigwa, na nasema ni sehemu tu kwa sababu huu ni ushahidi wa video uliopatikana katika njia ngumu, kwa kuwa nyinyi mnafahamu wanahabari, mlizuiwa kufanya shughuli zenu halali za kikazi mbele ya kituo, mbele ya mahakama ya Kisutu, ndani ya mahakama ya Kisutu na maeneo jirani ya mahakama ya Kisutu. Kwa ushahidi huu utakaoonyesha ni sehemu tu, kama nyinyi mngekuwa na uhuru wa kurekodi, manake kungekuwa na ushahidi wa ziada kwa majina yote ambayo utarejea tena kuyatamka siku ya leo. Na huyu ni sehemu tu ya ushahidi, kwa sababu katika tukio mojawapo ambao nitalieleza baadaye baada ya kumaliza kuwaonyesha ushahidi huu wa awali, katika tukio mojawapo jeshi la polisi lilikwenda mbele zaidi, sio tu kuwazuia waandishi wa habari, bali viongozi wetu waliokamatwa na kupigwa katika kundi ambalo lilikwenda kutupwa kwenye pori la Ununio, kundi ambalo alikuwepo makamu mwenyekiti Zanzibar Mheshimiwa Saidi Mzee, naibu katibu mkuu Zanzibar Mheshimiwa Ali Juma, mkurugenzi wetu wa fedha na uchumi Tito Kitalika, na viongozi na wanachama wengine. Katika kundi hili sio tu walipigwa na kuvunjwa, bali polisi waliwalazimisha kutoa password, kwa maana ya nywila, neno siri za kila simu ya kila mmoja, na kufuta kila kilichokuwepo kwenye simu zao kama sehemu ya mkakati wa kuficha ushahidi. Kwa hapa tutaonyesha kwa muktasari baadhi ya matukio ya msingi yenye kuthibitisha kwamba jeshi la polisi lilikamata viongozi na wanachama wa Chadema. Jeshi la polisi lilihusika kupiga viongozi na wanachama wa Chadema. Jeshi la polisi lilihusika kufanya uharamia wa kudhalilisha utu wa viongozi na wanachama wa Chadema. Na baada ya kuwaonyesha baadhi ya matukio haya, taeleza hatua za ziada sasa ambazo chama tutachukua. Kwa katika hatua hii niwapitishe katika baadhi ya ushahidi. Huyu bwana anaitwa Ali Omar. Huyu ni mwanachama wetu, alikamatwa na hayupo kwenye taarifa ya polisi. Hapa ni ushahidi kwamba anakamatwa, anapelekwa, anaingizwa kwenye gari la polisi. Naweza kuweka pause. Huyu ni Ali Omar Juma, ni mwanachama wa Kigamboni. Alikamatiwa nje ya geti la Kisutu kama ambavyo mnaona. Mulilo wanasema hakukamatwa. Alipokamatwa aliingizwa kwenye gari la polisi. Wakazunguka naye, wakamkamata muda wote huo, wakampiga na hatimaye wakaenda kumwacha Temeke karibu na stendi ya Sudani. Katika taarifa ya polisi jina la Ali Omar halipo na alikamatwa. Unaweza kuendelea. Katika namna unaweza ukaona hapa chini mtu anawekwa nguvuni hapo. Mwandishi wa Global TV anasimulia mamlaka hizo. Hapa ni mbele ya kituo. Katika namna ambayo hapa amewekwa nguvuni. Unaweza huyu dada unamuona huyu. Naomba pause kidogo, rudisha nyuma kidogo kama unaweza kurudisha nyuma. Kidogo tu. Sawa. Naona askari yule analeta nguo kwenda kumfunika. Ni Elizabeth aliyevuliwa nguo na askari polisi. Unaweza hapa chini wamemzunguka, wanamvua nguo zake hapa. Huyu ni Elizabeth Mambosho ambaye alipokamatwa, endelea ya chini. Hawa ni askari na hapa ni mbele ya kituo cha Kisutu. Wanatoa sare ile ambayo wameivaa, wanamvua sare yake, wanamwacha uchi. Na itikadi za Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ni matukio ambayo si yenye kuleta taswira nzuri. Mwandishi anasimulia. Pause kidogo. Sasa huyu Eliza, hii ni sehemu ndogo ambayo mwandishi alifanikiwa kuipata. Huyu ndio ambaye alilazwa chini, akapigwa sana, akakanyaga sana.
Baadaye watu wawili wakaenda kumsaidia, Noeli Joakim ambaye tutakuja kumuona baadaye, pamoja na Upendo. Upendo alisimulia kwa kirefu sana hapa namna alivyotaka kumsitiri Eliza na namna na yeye alivyopigwa kweli kweli, na baadaye nitawaeleza Upendo alipelekwa wapi na nini kitokea katika hatua baadaye. Kwa hiyo ni ushahidi kwamba Elizabeth Mambosho alikamatwa mbele ya mahakama ya Kisutu, tofauti na kamanda wa polisi anaposema. Sasa hapa wameingizwa kwenye gari la polisi. Naomba uendelee kucheza. Wako ndani, sio Eliza peke yake, na wanachama wengine ambao tawatajia orodha ya majina wako ndani ya gari la polisi. Huyu ndio Elizabeth Mambosho, alishikiliwa hapa, yuko ndani ya jeshi la polisi. Hii nguo ndio aliyopelekewa kumstiri baada ya kuvuliwa nguo zake, uzalilishaji wa hali ya juu. Baada ya kukamatwa, iachie kidogo zaidi. Okay, naomba pause kwanza. Sasa Elizabeth katika gari hii aliyokuwepo Eliza na wengine waliokamatwa. Eliza yeye alitueleza na alikuwepo hapa siku chache zilizopita. Alizungushwa na hatimaye akaachwa eneo la Aga Khan. Baada ya kuwa wametembezwa maeneo mbalimbali, walipelekwa Tazara, pelekwa Stakishari, Vingunguti, Kilwa Road, Kurasini, Central Police, chuo cha IFM, alafu akaja kutupwa akaachwa Aga Khan. Baada ya kuwa amekushapigwa, baada ya kuwa ameshadhalilishwa. Tofauti kabisa na kauli ya Kamanda Muliro inayosema kwamba hawakukamatwa, hawakupigwa, na huyu naye hakuwekwa kwenye taarifa iliyotajwa na jeshi la polisi. Achia kidogo. Sasa hapa naomba pause. Hapa tunamuona Mwaifaya. Iachie kidogo. Na tunamuona Pambalu hapa. Toa Mwaifaya na Pambalu. Katika taarifa ya jeshi la polisi ya viongozi kukamatwa, hawajamtaja Pambalu, John Pambalu, mkurugenzi wetu wa organization, mafunzo na uchaguzi. Hawakumtaja Toa Mwaifaya. Hawakuwataja viongozi hao wengine wote walioko kwenye gari, ambao ni sehemu ya orodha ya viongozi 25 tutakao watajia. Kundi hili ndio kundi ambalo Pambalu, kwa sababu yupo hapa leo, amefanikiwa kufika. Tulipofanya mkutano wa waandishi wa habari tarehe 25 hakuweza kufika kwa sababu hali yake ilikuwa mbaya, lakini leo angalau ameweza kurecover, amevunjwa mguu. Atampa nafasi naye baadaye kidogo, atasimulia nini kilitokea baada ya hapa. Lakini huu ni ushahidi wa moja kwa moja kwamba polisi waliwakamata. Na kundi hili lakini na Pambalu, ambalo vile vile alikuwepo mwenyekiti wetu wa kanda ya Serengeti Mheshimiwa Ngoto, ambaye naye alivunjwa mguu, vunjwa mkono na maeneo mengine, na alisimulia hapa. Kundi hili ndilo ambalo lilikwenda kutupwa pori la Pande Bagamoyo baada ya kupigwa na kuteswa, kama ambavyo Pambalu atakuja kueleza baadaye, kwa sababu yeye alikuwepo kwenye eneo lenyewe. Kwa huu ni ushahidi wa moja kwa moja, na hii ni video imepigwa na Global mbele ya eneo la mahakama kwamba walikamatwa na wako wote hawa. Endelea. Wakionekana baadhi ya makada wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema hapo wamevaa sare zao hizo ambazo wamezivaa, lakini kama ambavyo pia unaweza ukaona mambo pia Kusaga TV ambao umepata nafasi ya kuona. Okay, hiyo ni channel nyingine nayo Kusaga. Sasa naomba rudisha nyuma kidogo tuone tukio la kufikia hapa katika mahakama hii ya Kisutu, ambapo kama ambavyo umepata nafasi ya kuona wako ambao wamewekwa nguvuni. Naomba pause hapo. Wakati hao wanaondolewa, kuna tukio lingine muhimu sana kama nilipodokeza awali. Wakati Eliza anapigwa chini, Noeli ambaye alisimulia kwa kirefu alipokwenda kumsaidia na baadaye akapigwa rungu la kichwa. Kuna picha inayosambaa inamuonyesha Noeli akivuja damu, amekaa kwenye kiti baada ya kupigwa rungu, na yuko eneo la kituo cha polisi. Na ndio Noeli huyo Noeli Joakim Hema ambaye polisi walimsakizia mbwa, akamng'ata kwa amevunjwa mguu, amepigwa rungu kichwani, ameng'atishwa na mbwa maeneo mbalimbali ya mwili. Sasa ukiachia hiyo video, naomba uachie. Unamuona Noeli huyo hapa.
amelala chini baada ya kuwa amepigwa rungu kichwani, ameshang'atwa na mbwa, yuko hapo chini. Polisi wamemwacha kwa muda. Wakati huo kuna watu wetu wanashinikiza kwamba wako pembeni, wanasema apelekwe hospitali na kadhalika. Naomba uachie. Huyu ndo Noeli. Huyu naye kwenye taarifa ya jeshi la polisi hajatajwa kabisa, pamoja na kupigwa rungu, kung'atwa na mbwa wa polisi na kadhalika. Naomba uachie tu. Noeli bado yuko hapo chini. Huyu ndo aliyepigwa rungu kichwani, avunjwa mguu, ang'atwa na mbwa wa polisi. Polisi wamemwacha tu hapo. Huyu baada ya kupigwa alizimia. Naomba weke pause. Sasa baada ya vuta ni kuvute na intervention ikiwemo ya wakili Matata kuhusu kupelekwa hospitali na kadhalika, Noeli Hema akaingizwa kwenye gari hii ya polisi. Ushahidi mwingine kuwa alichukuliwa na polisi. Na kiongozi wetu wa wazee kanda ya Pwani anaonekana hapa. Haule yuko hapa juu. Yeye alisema haiwezekani mtu yuko kwenye hali ya namna hii abebwe na polisi bila kuwepo mtu mwingine. Kwa yeye kimsingi alijitolea kuingia kwenye gari la polisi wakati Noeli anabebwa na polisi kupelekwa hospitali. Na polisi wakambeba, wakampeleka hospitali ya Mnazi Mmoja, wakambwaga pale, wakaondoka. Kwa jukumu la kumhudumia na majukumu mengine yakafanya na viongozi wetu waliokwenda, lakini polisi ambao ndo walimkamata, ndio walimpiga, walituma mbwa wamng'ate, piga rungu kichwani, vunja mguu, hawakufanya chochote. Na hata kwenye taarifa za polisi halikuingizwa jina lake. Na Jumanne Mulilo anatoa taarifa ya uongo kwamba hakuna mtu aliyepigwa, hakuna mtu aliyeumizwa, na ushahidi huko mtu ameanguka, ushahidi mtu ameingizwa kwenye gari la polisi na amepelekwa hospitali. Naomba uachie. Huyo hapa Noeli amebebwa. Noeli Joachim Hema anapelekwa hospitali hapa ya Mnazi Mmoja. Ndio Noeli anapelekwa. Naweza kuona kichwa chake hapa. Hili ni tukio, naomba weka pause. Hili ni tukio la Heche kukamatwa. Makamu mwenyekiti bara, Mheshimiwa Heche yuko hapa chini baada ya kusukumwa na jeshi la polisi. Jeshi la polisi ambao linasema kwamba viongozi hawakupigwa, hawakuwa harass, kila kitu kilikuwa sawa tu katika ukamato kwao, na wanasema ni yeye peke yake, Heche na mimi tu ndio peke yake tulikamatwa, kitu ambacho ni cha uongo kabisa. Naomba weka pause. Hiki ni chombo cha habari kimeripoti habari akamatwa nje ya viunga vya mahakama. Huyu mtu hapa, sura yake hapa haionekani, ni mwanachama wa Chadema, lakini utakuja kumuona baadaye katika kundi la viongozi na wanachama waliopigwa na kutupwa kwenye pori la Pande Bagamoyo. Utakuja kuona hii nguo aliyoivaa kama ushahidi wa kwamba hapa alikamatwa na polisi, na baadaye unakuja kuona tukio sasa akiwa kwenye msitu wa Pande Bagamoyo. Unaweza kuachia. Uko ndani ya gari ya polisi, amekamatwa. Polisi wanaondoka naye. Baadaye anakusanywa yeye na wengine. Sawa, sasa unaweza kuachia. Hii ni video ya simulizi la mwandishi wa habari Grace Kayuni juu ya watu waliomkuta. Kamatwa pia waliopata madhila haya. Tuna mwandishi mwenzetu anayefahamika kwa jina la Grace, naye asubuhi alipata bilinge za hapa na pale, alikamatwa na jeshi la polisi wakiwa wanachama wengine wa Chadema. Grace, pole sana. Asante, nashukuru. Yaani acha tu sasa na akili kabisa. Kabla hatujazungumza sana, tupitishe kidogo nini ambacho kimekupata asubuhi mpaka walikukamata na anaelezwa kwamba wamekupiga. Kifupi, kweli jeshi linatakiwa lilinde usalama wa raia, ukizingatia leo wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema wengi sana wangeweza kujitokeza katika mahakama hii ya kazi Kisutu kwa ajili ya kiongozi wao, mwenyekiti wa chama hicho. Sasa baada ya mimi kufika
katika kwenye majukumu yangu kikazi. Basi baada ya kuja hapa nimefika mwenyewe, wakaniuliza unakuja hapa kama nani? Mimi ni mwandishi wa habari, unatoka chuo gani? Nikamwambia una kitambulisho? Nikamwambia ndio nacho. Tuoneshe. Basi nikaonesha kile kitambulisho. Baada ya kuonesha kitambulisho wakaniambia sawa. Unaona? Wameniambia sawa, yani wametoka pale nilipo, wamesogea mbele kidogo, kuna mwingine wameenda kumshirikisha. Dakika chache tu, yani hapo tu. Hapo tu. Yani au hesabu hata dakika, yani ni hapo kwa sababu ni hapo distance, ni hapo. Wakaja, ghafla wakanibeba, wakanichukua yani mkubwa. Nikamwambia sasa mbona mnanibeba mimi mwalimu? Ni askari wa kike na wa kike. Wanakuja wa kike. Kuja kunichukua, nikamwambia mbona sasa mnanifanya? Sasa kwanza wewe sio mwalifu, nikamwambia hapana, mimi sio mwalifu. Basi wakanibeba vile, wamenishikilia hivi, wakanipeleka mpaka ndani kule. Nikaenda nikakuta mwenzangu mmoja, sio mwandishi lakini ni raia, alikuwa mwanafunzi. Kama ndani ya gari, ndani ya mahakama. Ndio wametukalisha, ni ndani ya mahakama, lakini kulikuwa kuna gari yao ya polisi iko pale, wakatukalisha chini, yani nje ya gari chini. Basi kaina hapo, basi tukakaa. Sasa mimi wakati nakuja, kama ambavyo tulikuwa tunawasiliana na ninyi kama unakumbuka, kwamba tumefika wapi. Kwa hiyo nyinyi mlikuwa mnajua mimi niko ndani. Baada hapo maana walininyang'anya kabisa na simu. Sasa kidogo nikaona wenzangu nje ya fence wakati niko pale nimekaa chini. Niliona wenzangu wako pale nje ya fence, nikawa nawapa ishara wajue nilipo. Kwa sababu wangenitafuta, sipokee simu, sifanye nini? Lazima tu wangepata nini na mashaka. Na ndicho ambacho kilitokea. Umeona? Walikuwa wanatafuta kumbe wanione. Kwa hiyo nilipoona nikaonyesha ishara. Askari aliponiona vile, kwa nini unawaita? Alininyanyua, alinipiga mtama, akanipiga ngumi huku kama 3 hivi, akanishania na nguo. Umeona Basi baada ya hapo kumbe kana ongea pale. Baada muda unavyozidi kwenda naona wengine wanaletwa, wengine wanachanua nguo, wengi sana wamechanua nguo kwa kweli. Sijajua. Mmoja tuliona pale mpaka alikuwa na nguo. Yule sasa sijui alikuwa amevua mwenyewe ama sijui kwa kweli, kwa sababu nilikuwa nimezibwa na gari, sikumuona wakati anakuja. Kwa hiyo nimemuona amefika pale, nimekuta hivyo hana nguo. Ila mwingine kuna mama alikuja, ni mtu mzima, yeye alichaniwa. Yaani walikuwa wanamchania kama ambavyo walikuwa wamechania. Sema mimi sasa sikuwa mbishi, sikuwa nini. Yaani mimi nilikuwa tunawaacha wenyewe wafanye hiki. Kwa hiyo nikaa nimenyamaza tu. Ndio maana nafikiri hata kunichania sana. Unaona, baada ya pale kuna gari ikaja, katuingiza ndani hapo, wakawa wanataka kutupeleka sehemu. Sasa wenyewe wakawa wanawasiliana wenyewe kwa wenyewe. Sasa sijui ni vituo vya mabusu zimejaa ama ni nini sijui. Kwa hiyo wakawa wanatuzungusha kwenye baada ya mabusu. Tumezunguka sana Temeke, sio wapi huko Central kwenyewe tumeenda hivyo. Na mlikuwa mkifika huko na washusha kwenye gari? Hapana, tunabaki humo. Ni gari ya wazi ama? Ni nyuma iko wazi. Lakini wakawa wanataka tukae, maana kuna wengine, yani gari ya wazi ambayo juu kuna nini? Turubai. Turubai, lakini ile turubai iko nusu. Kwa hiyo kuna wengine walikuwa kule. Wengine wako sasa, wengine hali ya hewa ile, kuna mwingine alishikwa na pumu. Umeona, akawa anashindwa hata kupumua. Kuna wengine wako kule wanahema, yani hivyo. Kwa hiyo wakaomba mnatakiwa kukaa huko. Kwanza hata hivyo gari nyingine ikija itakuwa izibwe kote. Umeona? Kwa hiyo kama basi baada ya hapo mwingine akawa ananihoji. Akaniambia kwa nini umeenda pale? Nikamwambia mimi naenda kikazi. Unafanya wapi? Nikamwambia basi. Kwa hiyo akawa bejua pale kama mimi ni mwandishi. Nafikiri kuna mwingine baada ya kukupiga sana. Walishanipiga kwa kweli. Alinipiga kwa kweli, yani nilishikwa na hasira, nikawa nalia kwa hasira. Yaani si kwamba naogopa, mimi sikuwa na hofu, lakini nilikuwa nalia kwa hasira. Kwa nini anipige? Na mimi niko kazini. Alafu ukizingatia sijafanya chochote. Umeona Sijafanya chochote, hawajaniambia, yani sikuwa mbishi. Umeona Kwa hiyo wakati mwingine ili jeshi letu leo linaangalia kiukweli. Umeona? Sawa, pole sana Grace. Nashukuru sana. Mshapo ndo kazi. Kabisa bwana mtazamaji wa Niko sawa. Mtazamaji wa Global. Unaweza kupozi. Sasa huyu nimeacha simulizi ili mlipate kwa ukamilifu. Ni mwandishi wa habari mwenzenu. Ni mtu ambaye kwenye taarifa ya jeshi la polisi la watu kukamatwa hajatajwa kabisa. Kwa ni kama vile polisi imejificha kuwa hakuna mwandishi aliyekamatwa. Lakini kibaya zaidi ameeleza yeye mwenyewe. Amepigwa, amechaniwa nguo na alizungushwa maeneo mbalimbali. Huyu alikuwa pamoja na Elizabeth Mambosho kwenye gari moja. Kwa walipelekwa Tazara, wakapelekwa Stakishari,
wakapelekwa Vingunguti, wakapelekwa Kilwa Road, wakapelekwa Kurasini, wakapelekwa Central Police na baadaye wakaja kumwacha tu maeneo ya Upanga. Kwa ni ushahidi kwamba polisi walimkamata, walimzungusha kwenye vituo vya polisi, wakamwacha tu, wakamtelekeza, alafu polisi wanasema kwamba hakuna aliyekamatwa, hakuna aliyepigwa. Achia hiyo video kidogo. Sasa hili ni kundi ambalo yuko Mheshimiwa Ngoto, yuko Mwaipaya hapa. Yule mwanachama nilimtaja mwanzoni, huyu hapa mnamuona, aliingizwa kwenye gari la polisi. Kitendo cha huyu kuingizwa na gari la polisi, na kulikuwa kuna watu wengine, na kitendo cha kuwaona Pambalu na Mwaipaya kwenye gari la polisi ni ushahidi wa kwamba walichukuliwa na jeshi la polisi. Atakuja Pambalu atasimulia walipochukuliwa walipelekwa wapi, lakini mwisho wa siku walizungushwa, walifanywa yote waliofanywa na wakaenda kutupwa kwenye pori la Bagamoyo. Hapa ndio wako kwenye pori la Pande Bagamoyo. Unaweza kuachia ikionyesha damu hizo, wamepigwa, wameumizwa. Hapa ndo wanaomba msaada sasa. Hiyo video iliyosambaa. Sasa idadi yote hii ya watu haikutajwa kwenye taarifa ya polisi. Hakuna hata mmoja wao ambaye taarifa ya polisi ilimtaja kwamba amekamatwa, taarifa ya polisi ilimtaja kwamba amepigwa, hata mmoja. Polisi iliamua kuficha ukweli kwa kutotoa taarifa ya watu waliokamata. Endelea, niachie. Hapa ni maeneo ya Ununio. Tukio hili Mheshimiwa Ali Juma ambaye ni naibu katibu mkuu Zanzibar alisimulia kwa kirefu kwenye press conference ya tarehe 25 kilichowatokea. Na sasa huu ni ushahidi wa video wakiwa Ununio baada ya kuwa wametoka maeneo ya pori. Picha hii ilipigwa na wananchi. Baada ya kuwa wamekushapigwa, wameshatupwa, wameshatoka eneo la pori, wameshapita kwenye mto uliokuwa na maji nusu, wameshavuka, wameshatoka. Sasa hapa wako maeneo ya watu. Ndio wasamaria wema wakapiga hii video kwa ajili ya kumbukumbu. Kwa ni ushahidi kwamba walipigwa na kutupwa Ununio. Sasa hili kundi lao, huyu ni makamu mwenyekiti Zanzibar, Mheshimiwa Saidi Mzee. Hili kundi lao walipokamatwa na polisi, kwa sababu hawakukamatiwa pale Kisutu mbele ya mahakama, walikamatiwa pembeni kidogo ya mahakama kwenye kile kituo cha mafuta upande wa kushoto wa mahakama, kuna petrol station pale. Walipokamatwa hawa, kuna tukio ambalo jeshi la polisi lilifanya ambalo kwa kweli liliashiria walilenga kuficha ukweli wa kilichotokea. Kundi lote la watu wote hawa ambao tutataja orodha yao ya majina, walipigwa na kulazimishwa watoe password za simu zao, na polisi wakawa wanafuta kwenye simu moja moja kumbukumbu zote zilizorekodiwa, ikiwemo kumbukumbu za mpiga picha mmoja anaitwa Nasri. Alikuwepo eneo la tukio na yeye alipigwa, amevunjwa mguu, wakafuta kumbukumbu zote ili kuondoa ushahidi wa mambo yaliyotokea pale kwenye kituo cha mafuta pembeni ya mahakama Kisutu. Naweza kuachia. Haya ndio sehemu ya maji ambayo lazimika kutoka. Shukrani. Kwa wanahabari, hizi ni sehemu ya videos ambazo zinatoa ushahidi na ushuhuda wa kwamba watu walikamatwa na watu walipigwa. Na jumla ya watu ambao walikamatwa na kupigwa
ni watu 25 kwa ujumla. Tutarudia tu kutaja majina kwa sababu ya hatua ambazo tutataka ziendelee kuchukuliwa ili iendelee kuwa kwenye kumbukumbu. Watu wafuatao walikamatwa na kupigwa. Tutataja majina tu bila kutaja hali zao za vipigo na maeneo walioumizwa. John Pambalu, Pendo Jonas Kileo, Elizabeth Mambosho, Twa Mwaipaya, Noeli Hema, Saidi Mzee, Ali Juma, Tito Kitalika, Lucas Ngoto, Peter Alex, Emmanuel Severin, Robert Nelson Mazingo, Ali Omar Ismail, Bwire Nyangero Bwire, Francisco Musa, Emmanuel Modes Munihawa, Nasri Said, Omar Othman Toto, Idi Ramadhani Kilongo, Rafael Makala, Shaban Kirita, Eric Zakaria Bulega. Watu wote hawa walikamatwa, walipigwa, waliumizwa, wengine wamevunjwa viungo mbalimbali, lakini hawakutajwa popote kwenye taarifa ya jeshi la polisi. Kuna tukio lingine ambalo ni muhimu likalisemea tena kwa mara nyingine kwa sababu inathibitisha ushahidi wa kwamba jeshi la polisi linasema uongo. Nalo ni kuhusu mwanachama wetu mjumbe wa Baraza Kuu Hilda Newton. Manake hawa wengine polisi wanaweza kuja na sababu ya uongo kwamba kwa sababu hawakuwaingiza ndani ya vituo vya polisi kwa maana ya kuwaandikisha, pengine polisi watasingizia kwamba ndio maana hawakutaja kumbukumbu zao, ambacho itakuwa ni kisingizio tu kwa sababu walikamatwa na polisi. Mwanachama wetu Hilda Newton ameshindwa kuja leo kwa sababu bado hali yake sio nzuri. Lakini katika wakati mwafaka atazungumza, lakini nimezungumza naye kujua kilichojiri. Na amenieleza kwamba alikamatiwa nje ya geti la Kisutu upande wa pili wa barabara. Na walipomkamata walimwambia anahitajika na ZCO. Wakamchukua na gari yao, atasimulia kwa urefu katika wakati mwafaka. Wakaanza kumpiga ndani ya gari kwenyewe. Na wakati wanampiga wakawa wanamlazimisha atoe password ya simu yake na wakampiga sana wakiwa kwenye gari. Baadaye wakampeleka kituo cha polisi kikuu kwa maana ya Central Police. Wakamuingiza pale. Katika wakati mwafaka atasimulia kwa kina vipigo walivyokuwa akivipata kila wakati na kila siku katika kipindi chote ambacho alikuwemo Central Police na mateso aliyoyapata. Lakini mimi nataka kwa uzito mkubwa nisemee jambo moja ambalo kwa kweli ni kubwa. Baada ya kuwa wamemkamata na kumpiga, wakamwambia kwa sababu ana mtoto mdogo ananyonyesha, wako tayari ajidhamini ili atoke, aondoke. Wakamletea fomu ya kujidhamini. Ukitaka kujua kwamba kulikuwa kuna nia ovu kubwa kwake, fomu yake yeye ya dhamana haikujazwa kwa utaratibu wa kawaida tu wa mtu kusaini kwamba nimejidhamini. Wakamwambia aweke fingerprints, alama za vidole kwenye fomu ile ili kuwe na ushahidi wa kwamba amejidhamini. Alafu walivyomaliza kuchukua hizo alama zote, badala ya kumruhusu kuondoka kwenye kituo cha polisi, wakamrudisha ndani ya kituo cha polisi cha Central. Na kutoka wakati huo walipokuwa wamekishamsainisha ushahidi wa kwamba amejidhamini, kila aliyekwenda kituo cha polisi cha Central kumuulizia Hilda Newton aliambiwa kwamba Hilda Newton hayupo kituo cha polisi Central, na alikuwa anaonyeshwa ushahidi wa fomu ya dhamana ya kujidhamini na ushahidi wa alama zake za vidole za kwamba amejidhamini na amekwisha ondoka. Kwa hiyo hawakutaka ajulikane yuko wapi.
Na hili natazungumza katika wakati mwafaka aliyoyasikia humo, ambayo kwangu mimi niliyasikia ni wazi walikuwa wamelenga kwa baada ya pale kumhamisha, kumpeleka mahali kwingine na kumpoteza kabisa, na umma uaminishwe kwamba alipewa dhamana, aliondoka, kwa hiyo yeye mwenyewe hajulikani yuko wapi. Sasa kitendo cha mtu ambaye amechukuliwa na jeshi la polisi, ameingizwa kwenye kituo cha polisi, kitendo cha kutokutajwa kwenye taarifa ya polisi kuwa alikamatwa kwa siku zote ambazo alikuwa pale, ni ishara ya kwamba polisi inaficha ukweli na polisi ilikuwa na nia ovu. Sasa haya matendo ya namna hii ni matendo ambayo yanafanana kama wakati wa ukaburu kule Afrika Kusini. Stephen Biko alipouawa na vyombo vya ulinzi na usalama vya makaburu kule Afrika Kusini, vyombo vya ulinzi vilikanusha kuwa havikumchukua, havikumuua. Na walifanya hivyo kwa sababu hawakuwa wameingiza rekodi zake katika maeneo ambayo walimpitisha. Lakini ushahidi ukaja kujulikana baadaye, baada ya kuundwa kwa tume ya ukweli na upatanishi South Africa, kwamba alikamatwa, aliteswa, akauawa. Jeshi la polisi la Tanzania limefikia hatua ya kufanya vitendo vinavyoshabihiana na jeshi la polisi la makaburu wakati wa ubaguzi wa rangi Afrika Kusini. Hali hii haipaswi kuachwa hivi hivi. Ni kwa sababu hiyo basi niseme hatua kadhaa ambazo tunataka zichukuliwe. Mosi, kamanda wa polisi Jumanne Muliro, kanda maalumu Dar es Salaam, kwa kuongoza zoezi hilo na kwa kusema uongo hadharani, mamlaka yake ya uteuzi na nidhamu imchukulie hatua ya kumuondoa kwenye nafasi yake ya ukamanda wa polisi wa kanda maalum Dar es Salaam. Pili, kwa kuwa jeshi la polisi kanda maalum Dar es Salaam limekwisha sema uongo hadharani, uongo mara kadhaa, uongo kwa taarifa yao ya tarehe 24 mwezi Aprili na uongo kwa taarifa iliyotolewa na Jumanne Muliro juzi na jana, tunamtaka mkuu wa jeshi la polisi Tanzania IGP, kama haya matendo hayana baraka zake, ajitokeze yeye mwenyewe, mkuu wa jeshi la polisi, atoe taarifa kwa umma juu ya matukio ya kupigwa, kuteswa, kuumizwa kwa wanachama na viongozi wa Chadema, akitaja idadi halisi na sababu ya hali hizo na kuwajibika kutokana na hayo. Tatu, kwa sababu Jumanne Muliro amehusika yeye binafsi pamoja na askari wengine ambao wamehusika chini yake katika zoezi hili, chama tumekwisha waelekeza mawakili wa chama wachukue hatua za kisheria juu ya Jumanne Muliro yeye binafsi kama kiongozi ambaye aliongoza zoezi hili na ameendelea kutoa taarifa za uongo. 4, chama vile vile tumekwisha elekeza na kuwaomba mawakili wa chama kuweza kufungua mashauri katika vyombo mbalimbali vya kimataifa vya haki za binadamu vya Afrika na vya dunia kutokana na matukio yaliyotokea tarehe 24 mwezi Aprili, na katika wakati mwafaka tutawataarifu juu ya hatua hizo zitakapokuwa zimefikia. 5, natoa mwito vile vile kwa Rais Samia Suluhu Hassan akiwa ni amiri jeshi mkuu wa vyombo vya ulinzi na usalama kuchukua hatua vile vile kwa upande wake.
Tunafahamu huko nyuma yamewahi kujitokeza matukio yaliyohusisha polisi kusema uongo baada ya kuvunja sheria, na marais au rais waliokuwepo wakati huo walichukua hatua. Mtakumbuka kulikuwa na tukio la kuuawa kwa wafanyabiashara wa madini ambao polisi ilisema taarifa ya uongo kabisa kwamba walikuwa ni majambazi. Iliundwa tume ya Jaji Kipenka, ukweli ukajulikana na hatua zikachukuliwa kwa baadhi ya wahusika. Mtakumbuka vile vile katika tukio la kuuawa kwa mwanahabari mwenzenu Daudi Mwangosi, baada ya tukio lile polisi wakiongozwa na kamanda wa polisi alikuwa anaitwa Michael Kamhanda walitoa taarifa za uongo. Hatimaye vikaundwa vyombo mbalimbali na hatua mbalimbali zikachukuliwa, pamoja na kuwa hazikujitosheleza, lakini hatua zilichukuliwa. Tunamtaka vile vile Rais Samia na tunatoa mwito kwake kwa ukubwa wa matukio haya ya watu kupigwa kwa wingi, watu 25 kupigwa, sehemu kubwa ikiwa wamevunjwa miguu na mikono. Sio tukio dogo kwa amiri jeshi mkuu kuliacha likapita, huku jeshi la polisi likiwa linatoa taarifa za uongo baada ya kuvunja katiba, kuvunja sheria, kuvunja hata kanuni za jeshi la polisi kwa maana ya Police General Order. Natoa mwito vile vile kwa chombo chetu cha ndani, kwa sababu Tanzania tunacho chombo, kiondoa vyombo vya haki vya nje ya nchi. Tanzania tunacho chombo kilichoundwa kwa mujibu wa katiba, Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora. Tunatoa mwito wa wazi kwa tume ipitie matukio yote ya tarehe 24, masimulizi yote yaliyosimuliwa tarehe 25, masimulizi tuliyosimulia leo, ushahidi wa picha, ushahidi wa video, na tume na yenyewe ya haki za binadamu na utawala bora ichukue hatua kwa upande wake. Na nasema haya kwa sababu katika tukio la kuuawa kwa mwanahabari Daudi Mwangosi, kuundwa kwa vyombo vingine havikuzuia tume nayo kuchukua hatua kwa upande wake, kwa sababu katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaitamka tume ile kama ni chombo kinachotakiwa kufanya kazi kwa uhuru. Tumie fursa hii kuendelea kusisitiza kwa umma kwamba sisi Chadema tunaamini ilikuwa ni haki na ilikuwa ni halali kwa wananchi, wanachama na viongozi kwenda mahakamani kufuatilia kesi ya mwenyekiti wetu Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Tunaendelea kulieleza lile zuio la polisi kwamba lilikuwa ni zuio haramu, na tunaendelea kutoa mwito kwa Mheshimiwa Lissu kuachiwa, na kipindi ambacho bado anaendelea kushikiliwa tunaendelea kusisitiza kwa Watanzania kwamba tarehe 6 mwezi Mei kesi itakwenda kwa mara nyingine tena mahakamani. Tunatoa mwito kwa Watanzania kuendelea kujitokeza kufuatilia kesi hii mpaka haki itakapopatikana. Pamoja na madhila yanayotukuta yote haya ya viongozi kupigwa, viongozi kubambikiziwa kesi, wanachama kuumizwa, tunaendelea kuamini kwamba yote haya yanalenga kurudisha nyuma harakati na mapambano ya no reforms, no election, kwamba bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Kwa tunarejea kutoa mwito kwa wanachama wa Chadema na Watanzania wote wanaounga mkono haja ya mabadiliko kufanyika kabla ya uchaguzi mkuu, kutorudishwa nyuma, kutokukatishwa tamaa, kutokutiwa hofu na haya yanayojitokeza, bali haya yote yaendelee kutupa nguvu, ari na matumaini ya kutafuta mabadiliko ya kikatiba na kisheria ya kuwezesha kufanyika kwa uchaguzi huru na haki. Tunatambua kwamba sauti hii ya haja ya mabadiliko ya kuwezesha uchaguzi huru na haki sio sauti ya Chadema peke yake, na tunashukuru sana viongozi wa dini ambao wameiasa serikali isikilize sauti
ya wanaotaka mabadiliko kufanyika kabla ya uchaguzi, kuwezesha uchaguzi huru na haki. Tunaamini kwa sauti hizo za viongozi wa dini na kwa sauti za wadau mbalimbali ambao wamekushapaza sauti pamoja na sisi, hoja hii ya kutakiwa kufanyika mabadiliko kabla ya uchaguzi si hoja ya Chadema, ni hoja ya umma, ni hoja yenye mwafaka wa kitaifa. Wakati umefika sasa wa Rais Samia kujitokeza mbele ya umma na kukubaliana na rai hiyo ya wananchi na sauti na nasaha za viongozi wa dini, ili kwa haraka mchakato huo wa kufanya mabadiliko kabla ya uchaguzi kuweza kuendelea. Nihitimishe kwa kutangaza vile vile kwamba pamoja na kuendelea na kesi mahakamani, chama tutaendelea na operation. Na sasa niwatangazie ratiba mpya ya operation tutakao kwenda kuifanya, kwa maana mikutano ya hadhara. Mikutano itaendelea kuanzia tarehe 8 mpaka tarehe 12 mwezi Mei. Sasa tutakwenda mikoa ya kanda ya Victoria, kwa maana ya mikoa ya Geita, mkoa wa Mwanza, mkoa wa Kagera, kwa kadiri ya ratiba itakavyoendelea kupangwa na kutangazwa, lakini kwa tarehe hizo tutakwenda kanda ya Victoria. Na kuanzia tarehe 13 mpaka tarehe 17 mwezi Mei tutakwenda kanda ya Serengeti, kwa maana kanda yenye mikoa ya Mara, Simiu, Shinyanga. Kama ushahidi na ushuhuda ya kwamba pamoja na madhila yote, pamoja na yote tunafanyiwa, hatutarudi nyuma katika azma yetu ya kuendelea kuunganisha Watanzania kutaka mabadiliko ya msingi yaweze kufanyika kabla ya kufanyika kwa uchaguzi wa mwaka 2025. Ndugu wanahabari, nawashukuru. Hilo ndio jambo ambalo tuwaitia leo, lakini nitoe nafasi kwa Mheshimiwa Pambalo. Tabidi pengine azungumzie, ungependa uzungumzie hapo hapo ulipo au utajikongoja na magongo yako mpaka hapa? Na nameamua kujikongoja kuja hapa kwa sababu ameonekana kwenye video akikamatwa na jeshi la polisi, na ameonekana kwenye video wakiwa wametupwa katika pori la Pande, Bagamoyo. Karibu ueleze kwa uchache, baada ya kukamatwa na kuonekana kwenye video pale,